Hello mtumishi wa Mungu, karibu sana katika mwendelezo wa masomo mengi ambayo yako mbele yetu. Nakushukuru sana kwa kuweza kuendelea kufuatilia, na Mungu akubariki sana. Na siku ya leo imempendeza Mungu pia tuweze kukutana mahali hapa. Kama hujasubscribe katika akaunti yangu, basi nakuomba ufanye hivyo ili tuweze kuwafikia watu wengi zaidi, na Mungu akubariki sana. Leo muomba Mungu na Mungu amenisaidia kupata somo hili kwa ajili yangu mimi pia na wewe pia, ili tuweze kujifunza pamoja na kuweza kuimarika. Leo tutajifunza kuhusiana na neema ya Mungu, na tutaangazia kwa undani kidogo kuhusiana na neema ya Mungu. Nafahamu wazi ya kwamba wengi tumefahamu ya kwamba tuko kwenye kipindi cha neema na tunaishi kwa neema, na kwamba pia tunaokolewa kwa neema. Sasa je, ni nini maana ya neema? Je, neema imeonekana kama vile hali fulani ambayo ni rahisi sana. Neema imeonekana kama vile ni hali fulani ambayo ni nyepesi sana, lakini ukipata muda wa kutafakari kwa undani zaidi utagundua kwamba neema inahitaji nidhamu zaidi kuliko wakati wa sheria, kwa sababu ni rahisi sana kulipiza kisasi kuliko kutokulipiza. Na hapo ndipo utajua kwamba neema ina ugumu kidogo kuliko kipindi kile cha sheria, kwa sababu pata picha, rafiki yako au jirani yako amekukosea. Ipi ni rahisi kwako, kumsamehe na kutokulipiza risasi ama kulipiza kisasi? Ipi ni rahisi kwako, jino kwa jino ama umgeuze upande wa shavu akupigia huku lakini huku asikupigia? Kwa hiyo nimeona ni vyema nilete kwako somo hili zuri liweze kukusaidia kwamba kweli tuko kwenye kipindi cha neema, lakini kipo kitu cha kufanya. Na tutaangalia maandiko kutoka kitabu cha Kutoka sura ya 33 mstari wa 12 na wa 13. Hapa tunakutana na Musa akiongea na Mungu, na wakati huu Mungu anazungumza na Musa, anamueleza ya kwamba Mungu ameachilia neema kwa Musa. Na mstari wa 13 unasema kwamba basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako. Ukumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Musa anaongea vizuri sana na Mungu, na ninatamani kila mmoja wetu apate fursa ya kuongea na Mungu katika kipengele hiki. Musa anamwambia Mungu, haitoshi tu kusikia kwamba nimepata neema mbele zako, haitoshi tu kusema kwamba nimeokolewa kwa neema, haitoshi kusema tu kwamba tunaishi kwa neema, haitoshi kusema tu kwamba neema ndio msingi mkuu wa maisha yetu ya sasa na wokovu tuliopokea. Je, ni kweli tupuzie neema? Hapana. Lakini neema inafanyaje kazi? Musa anatufundisha, anasema ya kwamba ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako nipate kukujua. Neema inadhihirika pale ambapo utaifahamu njia ya Mungu ambayo inathibitisha ile neema ambayo ameachilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na hapa tunaona tafsiri nzuri ya kujifunza hapa ni kwamba mtu yoyote asiyejua njia anayoendea, sio rahisi kujua kwamba anapotea ama hajapotea. Ila mtu ambaye anaifahamu njia ni rahisi sana kujua kwamba hapa nimetoka nje ya njia. Ni rahisi kujua kwamba huku ninakoelekea sipo. Ni rahisi kujua kwamba ili nipite vizuri hapa niwe na utulivu wa aina gani. Kwa hiyo nikagundua ya kwamba neema ina operate katika njia. Ukipata neema, hakikisha unatafuta kujua njia. Njia ile itakusaidia kujua kwamba nini usikifanye ili uweze kudumu katika ile njia, nini usikiishi ili ile njia ambayo unatamani kuipita uweze kupita vizuri. Ufahamu vizuri njia yako, ujue kwamba njia hii ninayoipitia, nikipita na gari ambalo ni 2-wheel drive litaweza kunisumbua kupita. Je, nipite na 4-wheel? Lakini kama njia hujui, utateseka kupita katika hali hiyo. Kwa hiyo unahitaji kufahamu zaidi njia hasa ambayo umekusudia kuipitia, njia ambayo hasa umekusudia kutembea nayo, kwa sababu hapo ndipo ulipo msingi wa neema. Njia ambayo unaipitia imebeba nidhamu, imebeba utulivu, imebeba maelekezo hasa. Ndio maana nasema pasipo maono mtu hushindwa kujizuia. Kwa hiyo lazima
ujue njia unayoipitia ikoje, inaendaje, ina maelekezo gani, ili neema ithibitike katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka na fahamu hilo, hakikisha katika maisha yako unafuatilia kujua njia za Mungu ni zipi ambazo zinaithibitisha ile neema kufanya kazi kwenye maisha yako. Fahamu wazi kwamba neema ya Mungu inatembea kwa mtu ambaye anazishika njia za Mungu, kwa mtu ambaye anazifahamu njia za Mungu, kwa mtu ambaye yuko tayari kuishi kwa kufuata maelekezo ya ile njia ambayo Mungu atamuonyesha. Zingatia hilo na Mungu akubariki sana. Nakupenda na nakutakia siku njema. God bless you. Amen.